بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na usieni na kuyusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hakika Uislamu ndio dini pekee ambayo imekuwa ni dini iliyokamilika katika kila sehemu. Kwenye miamala ya kibiashara, Uislamu ndio dini iliyokamilika kuzitunga sheria zilizo bora. Kwenye miamala ya kindoa, Uislamu ndio dini pekee ambayo imekuja kuelezea thamani ya wanandoa. Kila utakapogusa katika maisha ya mwanadamu utakuta Uislamu umeenda mbali zaidi kumuhami na kumlinda ambaye yupo ndani ya dini hiyo na hata asiyekuwepo katika dini. Uislamu ndio dini ambayo imekuja kuonyesha husnul jiran, uzuri wa ujirani. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu ni fitra, ni maumbile aliyowaumba subhanahu wa ta'ala. Wanadamu wote wameumbwa katika fitra ya Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kullu mauludun, kila kenye kuzaliwa, yuladu ala alfitra, huzaliwa kikiwa katika dini ya Uislamu. Yani hata azaliwe na asiyekuwa Muislamu, wakati ule anapozaliwa mtoto anakuwa ipo katika dini ya Uislamu. Fa abawaihi, basi wazazi wake wawili, yumajisunahu, wao ndio watamfanya kuwa mwabudu wa moto, kwa maana wamfanya kuwa mnajusi, au yunasirunahu, au wamfanye kuwa mnasara, wambatize awe mnasara mkristo, au wamfanye kuwa ni Yahudi. Lakini asili akizaliwa tu mwanadamu huzaliwa akiwa katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo ikasifika dini hii ya Uislamu kuwa ndio dini ambayo imekamilika katika kila sehemu. Sasa moja ya mahasin ya dini hii ya Uislamu ni al-karama, ni ukarimu, au tunaweza kusema moja ya mahasini ya dini hii ni watu kuhurumiana. Na katika hii huruma ikamgusa kila kiumbe, mpaka wanyama wanastahiki kuhurumiwa, mpaka wakati mtu akitaka kuchinja mnyama wake pia atakiwa amwone huruma, amchinje kichinjo, amchinje uchinjaji ulio mzuri. Huruma ikawa ni sababu mojawapo kubwa ya kuwavuta wale wasiokuwa Waislamu kuwaingiza katika Uislamu. Lakini ndugu zangu katika imani, tutakubaliana ya kwamba leo huruma imeondoka katika mikono yetu. Leo huruma imeondoka katika nyuso zetu. Leo huruma imepotea katika jamii. Bali si huruma tu, ukarimu umepotea. Hapo awali wazee wetu hawa wa umri ambao leo wana umri wa miaka 70, 80 na kwenda mbele, au ambao wana umri wa baina ya 60 sana, wanatueleza wao kwamba pamoja na kwamba kulikuwa yawezekana uhaba wa ufikishwaji wa dini kwa sababu ya mabadiliko ya mitandao na mengineyo, lakini bado walikuwa wakileana kwenye mfumo wa huruma, ukarimu. Kila mmoja katika wao walikuwa
watoto wao akiwalea kwa umoja wao. Mtoto wa fulani akilelewa na jirani, akilelewa na mtu wa karibu, akilelewa na mtaa, akilelewa na nyumba zinazomzunguka. Lakini haya yote leo inqalaba al-amru, mambo yamebadilika. Sasa jana tulizungumzia katika kalima ya jana yauma as-sabti, tulizungumzia moja ya yale mambo tuliyokatazwa kuyafanya katika miezi mengineyo, lakini katika miezi hii mitukufu minne tukakatazwa zaidi, ambao ni kudhulumiana au kudhulumu mtu nafsi yake. Na tukagusia kwamba moja ya aina ya dhulma ni dhulma hizi za watu leo kuwaua watoto, kutoa mimba, wachukua watoto wadogo waliozaliwa wakawafukia, wakawatia kwenye makaro na mengineo. Lakini si hilo tu, bado yapo mambo ambayo katika jamii yetu twapaswa kunasihiana, kwa sababu pia yanaonesha ubaya, yanavunja sehemu kubwa ya Uislamu kwa wale wanaoyatenda, na yakitendwa zaidi na Waislamu ndio kabisa yanaochafua Uislamu. Ndugu zangu katika imani, leo katika moja ya jambo ambalo lipo humu majumbani kwetu, kama tunafanya buhuth na research za kutosheleza, kumepotea upendo na huruma. Hususan hatulizungumzi hili kwa kuwafanyia wao kuwabeza, lakini wao wamekuwa ni wengi mno wenye kulifanya hili. Unyanyasaji wa watoto wa kambo, unyanyasaji wa watoto ambao wanawake wanapewa na waume zao. Yani mume anaweza leo akaoa mwanamke, na mwanamke huyu akawa yeye ana mtoto wa mume mwingine aliyeolewa naye mwanzo, na kweli mwanaume huyo akajitahidi, ila wachache katika hao, lakini wengi wao wanatimiza wajibu wao kwa wale watoto wa wake zao ambao wanaitwa rabaibu, watoto wa kuwalea. Lakini jambo hili kwa wanawake limekosekana. Wanawake wengi leo katika jamii zetu aona taabu kumlea mtoto wa mumewe, na yafikia wakati mtoto huyu akateswa, akadhikika, akaishi maisha duni ya tabu, ya unyonge, ya udhalili, kwa sababu tu hakuzaliwa na mama huyu. Moja ya jambo ambalo leo lipo mitaani kwetu mpaka imefikia kupatikana haya yanayoitwa kwenye jamii single mama au single dad, ni kwa sababu ya kukosekana huruma kwa wanawake wengi kuwalea watoto wa waume zao waliowazaa au waliowapata kwa ndoa nyinginezo. Yawezekana mwanaume alioa kabla ya kumwoa mwanamke huyo, akazaa na mkewe akatalia, ima akafa au akaachana, mume huyu akamchukua mtoto wake akaamua kuoa mke mwingine, akitarajia malipo mazuri ya mke huyu ni kumlelea pia mtoto wake. Lakini hili limekosekana katika majumba mengi leo katika Waislamu. Watoto wanadhikika, watoto wanapata tabu, wananyanyasika, maneno mabaya wanayopewa na mama hawa. Yawezekana mtoto asubuhi akashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni, hata kuogeshwa hajaogeshwa, mafua yanamtiririka na njaa, na ile hali baba yake ameweka hela ya matumizi, lakini mama huyu kwa sababu hakumzaa yeye anamnyanyasa na kumbubudhi. Hii ni moja katika dhulma, ni kudhulumu. Kwanza unamdhulumu mumeo kwa haki yake aliyoitoa yeye ya matumizi, lakini pili unamdhulumu huyu mtoto ambaye ni kiume cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tatu unaidhulumu nafsi yako kwa kumfanyia unyanyasaji mtoto huyu. Na haya hayazungumzwi, bali haya yamefikia yakadhalisha maradhi mengine au madhambi mengineyo. Wapo wanaume leo baada ya kufiliwa na wake zao wa zamani,
au kuachana na mwanamke wake fulani, ameona kuoa ni haramu kwa sababu tu ahofia mtoto wake maisha mabaya atakayoyapata kupitia mwanamke huyo. Ibadallah, hili twalisema kwa sababu wanawake leo wengi, sisemi ni wote, la, wapo ambao Allah subhanahu amewapa thabati wakajua thamani ya Uislamu ulivyowafundisha, lakini wengi leo wanapoachana na waume zao na wakabahatika kuzaa na mume huyo, huwanyanyasa wale watoto kama sehemu ya kumwadhibu yule mume, na wakaweza kuwafanyia vitindi wale watoto kama sehemu ya yeye kuona kwamba ndio anamtesa na kumnyanyasa yule mume wake wa zamani. Ayatuha nisa, ewe mwanamke wa Kiislamu, Uislamu haukutufunza hili, bali Uislamu umekuja kumjenga mtoto huyu, umemfanya mpaka ukampa nafasi. Katika suratul Nisa, Allah alipoteremsha hukumu zinazoelezea uharamu wa mtu kuoa mama yake, kumuoa mkwe wake, kuwaoa, mpaka akafika Allah subhanahu akawataja mpaka watoto wa kuwalea, warabaikum, na watoto wenu, allati fi hujurikum, ambao wapo katika majumba yenu, kuonyesha thamani ya mtoto unayemlea, anayetokana na mkeo au anayetokana na mumeo, ana thamani kubwa katika Uislamu. Maashara almuslimina ahibba, haya yafanyika wakati mwingine wazazi wanachangia wa binti, wakiamini kwamba kufanya hili ni kumwadhibu yule mume, lakini kumbe ni kuziangamiza nafsi zao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, kulieleza jambo la haki ya mtu, kwamba miongoni mwa haki ya mtu ni kumtunzia heshima yake na kumlindia mali yake na kumhifadhia katika haki yake. Hasa leo mwanamke ambaye amekabidhiwa mtoto wa mumewe, hii ni mali ya mume wake, atakiwa aipende, aitunze, aiheshimu kama vile anavyomheshimu mtoto wake. Lakini wanapewa maneno mabaya. Afika mtoto huyo akiwa anajielewa, akimfata mama yake wa kambo, akamuomba chakula, aambiwa maneno mabaya: mimi si mama yako, katafute mama yako aliyekuzaa. Mimi sikuletwa hapa nije nikupikie wewe au nikufulie nguo, wala sikuletwa hapa mimi ndio nifanya kama mtumwa. Nimeolewa tu na baba yako, kuja nioa wewe. Haya wanapewa watoto majumbani, na wala mama haoni kwamba hili linavunja Uislamu. Hatusemi kwamba ni wote, narudia kusema si wote, lakini wengi katika jamii yetu ya leo wamekuwa ni wanyanyasaji wa watoto ambao hawakuwazaa wao. Na hivyo hivyo, ikiwa ni mwanaume tunasema pia ni haramu, haifai. Mwanaume kaoa mwanamke akamkuta na mtoto wake, mtoto yule kama ulivyomuoa mama yake, na yeye ni wako, na una haki ya kumpenda, kumvisha, kumlisha, kumhudumia kwa afya, kwa sababu kule kuhalalika kwa mama yake ndio amehalalika kuwa ni damu yako. Yapo mambo ambayo hawezi kuchukua haki zako wewe kama vile mirathi, lakini ana haki ya yeye kutunzwa na kulelewa malezi yaliyo bora, wasifanyiwe ubaguzi. Sasa hili tumekatazwa katika miezi mingi, lakini kufanyika katika miezi hii mitukufu ni moja ya dhambi kubwa yenye kumwangamiza mtu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza na kututaka sisi tuwe ni watu wa huruma na watu ambao tunaheshimiana na kujaliana. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, laisa minna, si katika sisi, man lam yarhamu saghirana, ambaye hatawaonea huruma wadogo wetu. Laisa minna, si katika sisi, man lam yarham saghirana, ambaye hatawaonea huruma watoto wadogo.
walam yuaqir kabirana, na ikawa hakuwatukuza na kuwapa heshima wakubwa wetu, mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuonyesha upendo wa watoto ambao wanatakiwa kupewa. Amwambia mmoja katika masahaba aliyeshangaa kumwona Mtume akimbusu mtoto mdogo, amwambia, ina maana wewe hujawahipo kulifanya hili la kumbusu mtoto mdogo? Basi laisa minna, si katika sisi, man lam yarhamu saghirana, ambaye hawaonee huruma watoto wadogo. Na huu ndio Uislamu uliokuja kutufundisha sisi kuwaonea huruma watoto, awe ni mtoto wako wa kumzaa au awe ni mtoto wako wa kumlea, aliyetokana na baba na mama yake, au aliyekuja na baba yake akiwa na mama mwinginewe. Unayo haki ya wewe kumtunza na kumlea. Maashara almuslimina ahibba, dini yetu hii, moja ya sababu ya kupendwa kwake ni makarimul akhlaq, ni tabia njema zinazofanyika na sisi Waislamu. Sasa jambo hili la kuwanyanyasa na kuwatesa watoto wa kambo, tukisema hivyo kwa maana watoto waliotoka na baba fulani wakiwa wana mama mwingine, au wana mama mwingine kwa baba mmoja huyo, basi wana haki ya wao kutunzwa na kulelewa na kuonewa huruma. Tukilifanya hivi, Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa malipo yaliyo bora. Maashara almuslimina ahibba, sisi wote tunatakiwa tuwe na yale malengo ya Uislamu yalivyotuelekeza kuyafanyia kazi. Moja ya huruma au moja ya malengo ya ndoa ni watu kuhurumiana na kupendana. Hayatopatikana mapenzi, huruma, ikiwa wewe mwanamke, mume huyu ameleta mtoto wake, unamnyanyasa na kumtesa kwa sababu tu kumzaa wewe, usitarajie na wewe kupendwa na mume huyu. Wabilaks, na kinyume chake, wewe mwanamume ambaye unamnyanyasa mtoto wa mke wako aliyezaa na mume mwingine, usitarajie mama yake huyo atakupenda. Hakuwezekani mapenzi kupatikana hapa, kwa sababu umegusa sehemu ya utu wa mtu. Al-aulad, watoto, thamaratun, ni matunda, kuyatunza kwake ni neema kwetu sisi. Kwa ndugu zangu katika imani, ile aya iliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu katika miezi hii mitukufu minne nafsi zenu. Miongoni mwa aina ya dhulma ni haya mambo tunayoyafanya ya kuwanyanyasa watoto ambao hawana hatia, hawana makosa, kwa sababu tu si mtoto wako wa kumzaa. Bali sisi wote tunatakiwa tuziokoe nafsi zetu na dhulma, tuziokoe nafsi zetu na kuwadhulumu watu, tuziokoe nafsi zetu na kuwanyanyasa watoto hawa wadogo. Asalullah subhanahu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana bil amali salih wa yujziana khayra al jazaa wa yu'allifa bayna qulubina wa yuthabbitana ala al haqqi was sunnah, innahu waliyyu tawfiq wal qadir ala dhalik. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.